mbele yetu nipo na katibu wa zoni ya kina mama na atatueleza ni mangapi ambayo umeweza kujifunza na ni yapi ameyapata kupitia semina hii ya kina mama. Msikie unasemaje kuhusu semina hii ya kina mama kwa mwaka huu? Kwa kweli semina ya kina mama tumeenjoy sana. Yaani kisema tumeenjoy kwa maana kama tumepata mafundisho makubwa sana kupitia watumishi wetu kutoka Canada na Congo. Kwa kweli wametubariki sana kwa sababu semina ilikuwa ni nzuri sana. Semina inatufundisha kwa habari ya kutunza familia zetu, kwa ajili ya kuheshimu waume zetu, kwa ajili ya kuyafanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo semina hiyo kwa ajili ya kutunza watoto wetu. Kwa kweli semina hii bwana imetufundisha vitu vingi sana, tumeenjoy na tumejifunza. Hata tumetoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Ninaamini kwamba tunapoenda kuanza mwaka mwingine sasa wa mama tunaenda kwa mabadiliko makubwa sana, kwa sababu tumemwona Mungu sana akifanya mambo makubwa kwenye semina hii kuanzia Ijumaa, Jumamosi na leo hitimisho. Kikweli tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Mtumishi wa Mungu Emibiza ametubariki kwa viwango vikubwa sana sana sana. Na tumemwona Mungu kwa viwango vingi vikubwa. Yaani sio sisi mama tu, vijana, wa baba, mabinti na wamemwona Mungu kupitia semina hii. Kwa kweli tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu amefanya mambo makubwa sana sana kwenye wiki hii ya mwanamke. Na unawaambia nini kwa wale ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii na wale ambao hawakuweza kuhudhuria katika platform hii kwenye semina tangu wiki nzima? Unawaambia nini na kueleza nini kile ambacho umekipata? Kwanza mimi nawaambia wale ambao wananisikiza kwamba nawakaribisha Gongo la Mboto FPCT waje kupata neno la Mungu hilo la kweli na sahihi, kwa sababu Gongo la Mboto tunafundisha neno la Mungu hilo kamili. Neno la Mungu ambalo liko thabiti kabisa, ambalo halichakachuliwi, liko kabisa thabiti. Inawakaribisha sana, lakini pia nikipenda kuwapa rai wale ambao kuweza kuhudhuria wajitahidi awamu nyingine ndipo kwa na makongamano kama haya wanawake wasikose, kwa sababu wanakosa vitu vingi sana. Wasikose, wahudhurie ili waweze kupata kile kitu ambacho watumishi wa Mungu wanakuwa wamewekeza ndani yao kwa ajili ya kutuhudumia sisi wanawake, wa baba, vijana na mabinti. Kwa hiyo pia na wahimiza kwamba hata siku nyingine wasipange sana kukosa, wajitahidi ili waweze kuja kuhudhuria wapate vitu vizuri. Amen. Mungu akubariki sana. Asante sana. Okay, kuna siku njema. Hapo nilikuwa na mmoja wa kina mama FPCT Gongo la Mboto akielezea kuhusu semina tangu ilivyoanza mpaka imekamilika hivi leo. Na unaweza kutupata kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram. Ukifollow hizo account utatupata kabisa, tuko mbashara na utatufuatilia vizuri sana. Ni mimi mmoja wa media team Emmanuel John FPCT Gongo la Mboto.